Mheshimiwa mgeni rasmi Dr. Doto Biteko, Naibu Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mwashamu Askofu Romanus Simiali, askofu mpya wa Jimbo Katoliki la Iringa, Mwashamu Askofu Tarsisius Ngaere Kumtwa, askofu mstaafu wa Jimbo la Iringa, Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo, askofu mkuu mstaafu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam aliyetuongozea ibada ya leo ya kuwekwa wakfu na kusimikwa kwa askofu mpya wa Iringa, Mwashamu Askofu Mkuu Angelo Akatino, balozi wa Baba Mtakatifu nchini Tanzania, Mwashamu Askofu Martin Mtumbuka, askofu wa Jimbo la Karonga nchini Malawi na rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki nchini Malawi, washamu maaskofu wakuu, maaskofu, maabate na viongozi wa dini na madhehebu, Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Iringa, waheshimiwa mawaziri na viongozi wote wa serikali na vyama kama mlivyotambulishwa, waheshimiwa mapadri, mashemasi, wakuu wa mashirika ya kitawa na watawa wote, wageni waalikwa na ndugu zangu wapendwa wana Iringa, tumsifu Yesu Kristo. Kamwene wa Nyarukoro. Awali ya yote, naomba tuungane na waamini wote ulimwenguni pamoja na watu wote wenye mapenzi mema katika kuendelea kumwombea hayati Baba Mtakatifu Francisco ambaye alizikwa jana kule Roma. Tunamwomba Mwenyezi Mungu amjalie kuyaona wazi wazi uko mbinguni yale mafumbo ya imani aliyokuwa akiyaadhimisha katika ibada na kuyafundisha na kuyaishi alipokuwa hapa duniani. Yale aliyokuwa akiamini, Mwenyezi Mungu amjalie sasa ayaone wazi wazi katika ukamilifu wake. Aidha, tumwombe Mwenyezi Mungu aongoze na kubariki shughuli zinazoendelea za maandalizi na hatimaye uchaguzi wa Baba Mtakatifu mpya atakayeliongoza Kanisa Katoliki ulimwenguni. Tuombe Mwenyezi Mungu atujalie kumpata Baba Mtakatifu aliyemchagua yeye mwenyewe, atakayetulisha kwa maarifa na busara. Naomba ndugu zangu wote tukae kimya kwa dakika moja tukimwombea hayati Baba Mtakatifu Francisco. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Ndugu mgeni rasmi, sisi Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania pamoja na familia yote ya Mungu ya Kanisa Katoliki Tanzania tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya askofu mpya wa Jimbo Katoliki la Iringa, Mwashamu Romanus Simiali, aliyewekwa wakfu na kusimikwa kuwa askofu wa Jimbo Katoliki la Iringa siku ya leo. Tunatoa shukrani zetu kwa Mungu kwani tunajua changamoto za kichungaji, kiutendaji na za kihuduma kwa waamini zinazojitokeza pale jimbo linapokosa mchungaji wake mkuu. Baba Askofu Romanus Simiali, tunaamini utawatumikia kondoo wako kwa upendo mkubwa, ukizingatia mafundisho ya Kristo kuwa aliye mkubwa miongoni mwenu atakuwa mtumishi wenu. Ndugu mgeni rasmi, tunapenda kwa namna pekee kukushukuru wewe kwa kuungana nasi katika maadhimisho haya ya leo.
Hii inaonyesha jinsi serikali inavyoheshimu uhuru wa kuabudu wa wananchi wake, na pia serikali inavyothamini mchango wa Kanisa Katoliki na taasisi nyingine za kidini katika kuchangia maendeleo ya jamii ya taifa letu. Viongozi wa dini wana nafasi muhimu katika kujenga umoja na maelewano kati ya watu katika jamii. Tunaomba serikali istawishe ushirikiano na maelewano yenye tija na taasisi za kidini. Naomba nichukue nafasi hii vile vile kumshukuru kwa namna ya pekee Askofu Martin Mtumbuka, askofu wa jimbo la Karonga kule Malawi, ambaye pia ni rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki kule Malawi. Mheshimiwa mgeni rasmi, Kanisa Katoliki nchini Tanzania na Kanisa Katoliki nchini Malawi tuna ushirikiano mzuri sana, na ushirikiano wetu huu unajitokeza vile vile katika mambo mbalimbali. Mathalan, hapa Tanzania katika seminari kuu za Tanzania wapo mafrateli. Mafrateli ni waseminari wakubwa wanaosomea upadri, kama ulikuwa unaona hapa walioimba wale litania watakatifu, wale ndio wanafunzi wa upadri tena wako mwishoni. Wapo mafrateli wa namna hiyo kutoka Malawi wanaosoma katika seminari kuu za Tanzania, hususan pale Peramiho Songea, na wengine wanasoma katika chuo kikuu cha Jordan kule Morogoro. Lakini vile vile wapo mafrateli kutoka Tanzania wanaosoma katika seminari kuu za Malawi. Huo mbadilishano wa wanafunzi ni kielezo cha ushirikiano mzuri tulionao kati ya kanisa la Tanzania na Malawi. Ukimpelekea mtu akulelee mtoto wako, ujue unamwamini na mnaelewana naye vizuri. Pia Askofu Martin Mtumbuka wa jimbo la Karonga anao mapadri wake wanaofanya utume katika jimbo la Tunduru Masasi hapa Tanzania. Ukiona na kuwa mkarimu wa kutuma mapadri, nendeni mkafanye kazi vile vile Tanzania, mnaweza mkaona jinsi gani Askofu Mtumbuka na kanisa la Malawi linavyopenda kustawisha umoja na ushirikiano wa kichungaji kati ya nchi zetu hizi mbili na makanisa yetu haya. Pia kule Malawi kanisa lina shule nyingi tu za sekondari pamoja na chuo kikuu cha Kikatoliki cha Malawi. Askofu Mtumbuka nilikuwa naongea naye akaniambia wapo wasichana na wavulana wengi tu kutoka Tanzania ambao wanasoma katika shule za kanisa kule Malawi, na wengine ni wanafunzi katika katika chuo kikuu cha Kikatoliki kule Malawi. Ushirikiano huu tunaomba tuendelee kuhudumisha ili sisi ambao ni majirani tuweze kushirikiana si tu katika masuala ya kijamii, lakini vile vile katika kuionyesha imani yetu kwa vitendo. Aidha, Askofu Mtumbuka ambaye ni rais wa Baraza la Maaskofu kule Malawi ametuambia kuwa mwezi Septemba mwaka huu 2025 kule nchini Malawi kutakuwa na uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani. Kumbe wao watakuwa Septemba, sisi Oktoba. Kwa hiyo ameniomba niwaombe wa Tanzania tuiombee nchi ya Malawi amani na umoja katika kuelekea uchaguzi wao mkuu, na akasema tuombe katika chaguzi za nchi zote hizi mbili tupate viongozi watakaostawisha undugu huu na urafiki uliopo kati ya Malawi na Tanzania. Ndugu mgeni rasmi, naomba vile vile uniruhusu sasa tumpongeze askofu mpya wa jimbo la Iringa, Mwashamba Askofu Romanus Mihali. Leo umeanza ukurasa mpya wa maisha yako ya kichungaji kama kuhani mkuu wa jimbo la Iringa. Sisi sote tunakupongeza kwa kuteuliwa na Mungu na kwa kutangazwa na kanisa
kuwa mmoja wa waandamizi wa mitume katika kanisa. Neno la Mungu kwa kinywa cha nabii Yeremia linasema, tangu ukingali tumboni mwa mama yako nalikujua, na kabla hujazaliwa nalikutakasa na kukuweka kuwa nabii wa mataifa. Yeremia sura ya 1 aya ya 5. Maneno haya ya nabii Yeremia yanakuhusu wewe pia. Umeteuliwa na kutakaswa ili uifanye kazi ya Mungu. Tunakuombea neema na baraka tele ili uweze kuifanya kazi ya Mungu kwa uaminifu, upendo, ukamilifu, na hata ikibidi utoe sadaka ya maisha yako. Sisi ndugu zako maaskofu tunakupongeza na kukukaribisha katika urika wetu wa kiaskofu. Tunakuahidi ushirikiano na uwajibikaji wa pamoja katika utendaji wa utume wetu wa kufundisha, kuongoza na kutakatifuza watu wa Mungu. Baraza la Maaskofu tuna matumaini ya kuongezewa nguvu na mang'amuzi kutokana na vipawa na karama ulivyojaliwa na Mwenyezi Mungu. ila ni kwa jamii nzima ya Watanzania na nje ya Tanzania. Baba Askofu Ngalale Kumtwa, tunakushukuru sana.
Ndugu mgeni rasmi, kama tunavyofahamu, mwaka huu wa 2025 ni mwaka wa uchaguzi mkuu katika taifa letu. Uchaguzi wa viongozi ni jambo lenye uzito mkubwa katika kuamua mustakabali wa ustawi, amani, usalama, uhuru na ulinzi wa rasilimali za taifa letu. Kutokana na uzito wa zoezi hili la uchaguzi, sisi maaskofu tunapenda kutoa wito kwa waumini na watu wenye mapenzi mema kama ifuatavyo. Kwanza, tunaomba waamini na watu wote wenye mapenzi mema tufanye sala na maombi maalum kwa ajili ya kuliombea taifa letu amani, umoja na mshikamano wa kindugu. Tunahitaji sana tunu hizo katika taifa letu ili tuweze kuendelea kuishi kama familia moja. Pia tumwombe Mwenyezi Mungu atujalie kupata viongozi bora, wenye uwezo, waadilifu na wacha Mungu. Hii itatuwezesha kuwa na viongozi wasio na ubinafsi, bali wenye uzalendo wa kweli na walio tayari kujenga jamii ya Tanzania katika misingi ya ukweli, haki, uadilifu, upendo, ustawi na uhuru kwa wote. Neno la Mungu katika kitabu cha Mithali sura ya 29 aya ya 2 linasema, waadilifu wakifanikiwa watu hufurahi, waovu watawalapo watu huugua. Tunaomba watu wetu wasiugue. Ndugu mgeni rasmi, viongozi wa serikali katika nyakati tofauti tofauti wamesikika wakiwahakikishia wananchi kuwa uchaguzi wa mwaka huu utafanyika kwa misingi ya haki, usawa na uhuru. Tunaomba kauli hizi nzuri na za kutia moyo za viongozi wetu zionekane kwenye matendo katika hatua zote za uchaguzi, kwani baadhi ya matukio tuliyoyashuhudia katika jamii yetu hayaonyeshi kuwa watendaji au wasimamizi wa sheria wanatekeleza kile kinachoahidiwa na viongozi wetu. Kinachoahidiwa hakiendani na kile kinachotendeka. Ndugu mgeni rasmi, kwa muda mrefu kumekuwa na sauti zinazotaka katiba na sheria zinazosimamia uchaguzi katika nchi yetu zifanyiwe marekebisho au maboresho ili ziendane na hali halisi ya demokrasia ya vyama vingi katika nchi yetu. Inavyoonekana ni kuwa wanaonufaika na mapungufu yaliyomo katika sheria za sasa hawana haraka ya kufanya maboresho hayo, na wale wanaojiona wanaathirika na mapungufu hayo ndio wanaopaza sauti kutaka kufanya mabadiliko ya katiba na sheria za uchaguzi. Wito wetu sisi maaskofu kwa mamlaka zinahusika ni kuwa sauti na vilio vya watu wanaotaka kufanyika kwa maboresho hayo ya katiba na sheria visikilizwe na visipuuzwe. Tunaomba marekebisho na maboresho stahiki kwenye mifumo ya uchaguzi yafanyike ili kuruhusu uchaguzi wa kweli ulio huru na wa haki katika nchi yetu. Vinginevyo, chaguzi zetu zitaendelea kugubikwa na dosari nyingi kama ilivyoshuhudiwa kwenye chaguzi za miaka ya hivi karibuni. Mwisho, tunamrudia tena Mwenyezi Mungu tukimwomba alibariki Jimbo Katoliki la Iringa, awabariki viongozi wetu wa kitaifa, aibariki nchi yetu na raia wake wote.
Asanteni sana kwa kunisikiliza. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa